Ni siku 21 za maombi zitakazoondoa vifungo mbalimbali, mipaka ya kufanikiwa. Chini ya mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe ataombea watu mbalimbali. Bado unayo nafasi mpaka tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026, kila siku saa 10 jioni mpaka saa 12, na Jumapili itakuwa ibada pekee ya neno la Mungu, maombi na maombezi, kisha tarehe 22 kuhitimisha na sakramenti ya meza ya Bwana. Hakikisha adui asiweke kizuizi cha kukosa maombi haya. Njoo na jirani yako. Location Kitunda Kibeberu, kanisa la Yesu ni lango la uzima, au tupigie kwa simu namba 0679266863. Wote tuende kwa Yesu. Fanya awe mtu wa kuloga watu huyu. Nitaluka naye kwenye ungo huyu. Nitafanya naye yes, bibi naona anaungua na majeshi yake. Anayesema ni mjukuu wangu anaungua moto, 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 bibi anaungua moto. Aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe mchako. Bwana wewe Bwana, nione utukufu wako, nione rehema zako, nione nguvu zako, nione uponyaji wako, nione uwezo wako. Hata mchana wa leo naomba uwezo wako Bwana ukutane na maisha yangu. Nina watoto, nina familia, nina biashara, ninaomba unifundishe kukuabudu, ninaomba unifundishe kukuabudu Bwana Yesu. Uwe wangu kwenye maisha yangu, uguse maisha yangu Bwana, uonekane uwe wangu Bwana Yesu peke yako, na uwezo wako Bwana Yesu usiniache Bwana, utakuwa pamoja nami ninakuja mbele zako sahi. Ongeza makofi kwa mtu aliyenisikia. Ongeza tu makofi kwa mtu wa pili yake mahali pale. Haleluya. Nimefurahi kuona nyumbani mwa Bwana siku ya leo. Mfalme wa nini? Wa rohoni. Huyo hata akiomba akiwa anaombea ndani, bado vitu vinaathirika mahali. Lakini wewe mwenzangu na mimi uliyetoka kwenye machocho kama ya kwangu mimi, inabidi ukiomba ni kama umeng'atwa na siafu kwenye miguu na nyayo zako. Yaani uombe ni kana kwamba kuna kitu kimeng'ang'ania nini? Mwili wako ndio kitaachia. Tafsiri yake nataka niongee nini? Kwamba hakuna maombi ya vita kama tunayoomba ya siku 21 ya kunong'oneza, ya kuomba rohoni, au maombi ya kuomba kana kwamba umeoa jana au umeolewa jana. Hayo unaweza ukaomba rohoni, lakini haya tunaenda kuomba sahihi ni maombi ambayo yatahitaji nguvu yako ya kinywa sana. Katika silaha ambazo Mungu ametupa kwenye miili yetu, silaha moja hapo ni sauti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Silaha moja yetu Mungu ametupa ni sauti. Na ndio maana shetani anachanganyikiwaga sana akisikia huyu anaomba, huyu anaomba, huyu anaomba, huyu anaomba, huyu anaomba, huyu anaomba, analipuka mwenyewe tu. Sio kama mshawahi kufahamu hicho. Kwenye kanisa watu wakiomba wengi, hata wale wasiotaka, waliozuiwa na mabibi zao na mababu zao kuomba, wanalipukaga direct. Kwa nini wanalipuka? Ni kwa sababu shetani hataki kusikia sauti za maombi. Sasa wewe umefundishwa kama mimi kule tulikotoka kwamba unaweza ukaomba maombi ya siku 7 na ukaomba kimya kimya. Maombi ni kupaza sauti. Nasema maombi ni kupaza sauti. Yaani sauti yako isikike, halafu ndipo milima itayayuka mbele yako. Sauti yako isikike mahali, ndipo milima itafanyaje? Itayayuka mahali. Lakini ukijifanya kwamba unaomba tu Bwana katika jina la Yesu, shetani nakupiga na kuondoa kijijini kwa bibi, ondoka toka. Nenda kwa shangazi, kwa mjomba. Ukitoka hapo asema unatutania Unashangaa tu usiku wa saa 7, Bishop yaani hapo walikuja 9 wakanikaba. Mbaya zaidi mmoja kaja na lungu. Haleluya. Juzi nilikuwa nimelala mke wangu, simu mtu mmoja kapiga simu kaambia mama mimi nimechoka saa 7:30 na saa 8. Nikamwambia mimi nimechoka kuangalia mwanangu mmoja hivi. Sikustaji jina mwanangu, vumilia tu. Haleluya. Anambia baba wamekuja. Mbaya zaidi mmoja kaja na bakola. Alafu bakola ina huku, inajua ile huku. Yaani yake kimbia tu babu yake anamrudisha hivi. Anarudi ashangaa yuko hapo. Wanapiga, wanamwambia unaenda kanisani kufanya nini kwa Mdoe? Unaenda kufanya nini? Piga. Baba nitafanyaje? Nikamwambia kama umekuja na bakola, wewe nenda na fimbo ambayo inaitwa Yesu Kristo. Akija na bakola mwambie ninaye Yesu ambaye ni fimbo ya enzi.
Alafu nashangaa babu anafanya nini? Sasa shida wewe unayejiwa na fimbo, hata hujawahi kujua kwamba Yesu ni fimbo. Kila anavyokuja adui yako. Niliwapa historia ya yule mwimbaji nani Kamanyonga ambaye kwamba alikuwa anatamani awe komando, awe mwanajeshi, yani hamu yake ilikuwa mwanajeshi jamaa. Haleluya. Lakini kila anapokuwa mwanajeshi, anapotaka kuwa mwanajeshi, babu anamtokea usiku. Anamwambia kwetu hatuna wanajeshi. Kwetu hatutaki wanajeshi. Na jamaa akapambana akasema mimi lazima niwe mwanajeshi. Maombi, mara akachaguliwa akaenda jeshini. Kwenda jeshini akafanya vizuri, mtundu sana yule kijana, akafanya vizuri. Alipofanya vizuri akasema huyu tumpeleke kwenye kozi ya ukomando sasa. Ameenda hapo kwenye kozi ya ukomando. Sasa wanawekewa mashimo, alafu wanawekewa miti ya kupita juu na kutembea juu ya ile miti. Alafu chini ya unakokwa moto wa makaa yamekubali kweli kweli. Alafu na yeye anatembea vile kiukakamavu juu ya ile fito. Sasa yule anayewasimamia akawa anaangalia wanaenda vizuri. Ghafla anayewasimamia sio kaangalia wapi? Huku na huku, kumbe Kamanyonga kaja, kuna mtu alikuja akakata mikono yake pale. Na alimuona kabisa na ni mchana. Lakini anasema sura iliyokuja ni ya babu. Babu kamwambia unaenda wapi kutuletea komando kwenye familia? Kamfieka, kadondoka kwenye nini? Kwenye moto. Kaanguka chini kwenye moto. Yule ndugu anayewasimamia anaangalia, mmoja hayupo. Yuko wapi? Anatafuta, anakuta anaiva. Haleluya. Yule kijana ukimwangalia ana makovu mwili mzima. Anamfahamu. Mwimbaji anakujaga hata hapa. Ana makovu mwili mzima. Aliangua kwenye hiyo tanuru. Wakaanza kutoa sasa. Wakatoa. Walipotoa wakampeleka Bugando, wakakaa miaka 3.5. Na nimeipenda sana miaka 3.5. Ilikuwa neno la kinabii. Ni majira ya kinabii, miaka 3.5, yani utimilifu wa kazi ya Yesu hapa ulimwenguni. Haleluya. Kwa hiyo akakaa miaka, anasema alikuwa pale hawezi, nyama zote, vidonda haviponi. Na amekaa hapo, amemzoea wagonjwa wanaokuja wanaoondoka, madaktari wanaokuja wanaoondoka, yeye yuko pale. Lakini siku akamwambia Yesu, na wewe Yesu nitokee kama unavyotokea watu. Anasema akiwa amelala hapo, alikuja kababu kamoja, kalikuja kababu kamevaa suti nyeupe. Kakaja kakamshika tu mkono, kakamnyanyua kitandani. Halafu nakaje kakatembea naye. Kwa nini kalikuja kama kababu wako Yesu? Kalikuja kwa sababu athari ya mateso yalitokana na kababu. Kwa hiyo Yesu ukifanywa na kababu, na yeye atakuja kama vile watakavyofanya. Wakiwa na kushambulia kwa wanyama wakali kwenye ndoto kupambana na wewe, Yesu atakuja kama simba wa kabila la Yuda kwenye maisha yako. Na atawashinda wote wanaofanya mateso kwenye maisha yako. Tomaso alimuona Yesu. Yesu akasema, jamani nashukuru wanafunzi, nimefufuka, ni mimi hapa. Tomaso akamwambia, hapana, tulipokuja pale msalabani tuliona wametoboa misumari, tukaona wametoboa miguu na ubavu waliuchoma. Haleluya. Walivyomwambia vile, Yesu pale akamwambia Tomaso, njoo. Wako hivi. Yaani manake mara ya kwanza Tomaso alitaka kumuona Yesu mwenye matobo ya misumari. Haleluya. Alitaka kumuona Yesu mwenye matobo ya nini? Ya misumari, aliyemwacha msalabani. Lakini cha ajabu sana, wanakutana anamwambia nimefufuka, hana ile matobo. Lakini Yesu kumbe unavyotaka kumuona ndio anavyojitokeza kwako. Haleluya. Kwa hiyo alivyoona vile, Yesu akamwambia, Tomaso, wewe uaminiki mpaka uguse. Haya, tia vidole vyako. Tomaso anatia vidole, anaona kuna matundu. Anasema, ni yeye Bwana. Anamwambia Tomaso, hebu ingiza mkono wako ubavu wangu wa kushoto. Anaingiza, anakuta na lile tundu la mkuki pale lilotoka maji na damu. Na yenyewe lipo, akasema, aise, jamani yeye. Na mimi natangaza mchana wa leo, vile unavyotaka kumuona Yesu kwenye maisha yako, akutokezee kwa sura unayotaka kuonekanie. Nasema akutokezee kwa sura unayotaka kuonekania. Ukitaka atokeze kama nyoka wa shaba, leo atatokea kama nyoka wa shaba. Ukitaka atokee kama mwaminifu, atatokea kama mwaminifu. Ukitaka atokee kama mpole na mnyenyekevu, atatokea kama mpole na mnyenyekevu. Barikiwe mama, Mungu akubariki sana. Vile unavyotaka kumuona Yesu, ndivyo Yesu utakavyomuona. Haleluya, haleluya, haleluya. Cha nikwambia kitu kimoja, Biblia inasema alipofufuka anaenda kijiji kimoja kinaitwa Emau.
Na alipotoka tu kaburini akakutana na jamaa wawili ambaye alijifanya mwana wa Mungu, ameuawa, wameshamuua, na alisema kwamba siku ya tatu atafufuka, lakini hakuna kufuka kokote, wamedanganywa sijui nini. Yesu naye anawasikiza wale jamaa. Alafu akamwambia, bwana nyie vipi? Huyo jamaa ni nani? Wakamwambia, wewe na una habari? Hukai Uyahudi wewe au hauko Yahudi? Mambo haya yameenea dunia kote kwamba waliwadanganya atafufuka, hajafufuka. Wakasema ni mwana wa Mungu. Tulishangaa sana, mtu anajiita Mungu halafu anakula ugali, halafu anamwamini Yesu. Asema hayo mambo yametokea wapi? Asema yametokea huko, aliuawa, alipigwa kwa wale msalabani, walimning'iniza, hakuna chochote. Yesu akasema, mnaenda wapi? Tuenda Ninawi, tuenda Emau. Akasema, na mimi ngoja tuende pamoja. Akafika, bahati nzuri wakaanza kuingia kwenye nyumba wale vijana wakaandaa nini? Msosi. Na kwa sababu walisema kwamba huyo Yesu aliita mwana wa Mungu anakula sana, na wale vijana nao wakaandaa chakula. Walivyoandaa chakula, na Yesu naye akamega tonge la kwanza. La pili alipolimega, yule jamaa akamwangalia usoni, akasema, mbona wewe ni kama yule ambaye alipingwa pale msini. Mwanzo hakuweza kumtambua, lakini kwa sababu anamjua kama Yesu mla ugali, akawatokea kama Yesu mla ugali. Na mimi nasema Yesu akutokee vile unavyotaka. Ukitaka kutokee kama nyota ya asubuhi, atokee kama nyota ya asubuhi. Ukitaka atokee kama mwamba wa kale, akutokee kama mwamba wa kale. Ukitaka atokee kama nyota ing'aayo, Yesu awe nuru kwako, ukaangaze kila mahali. Aliyenielewa na aseme amina. Yesu anakuja kwa sura ambayo unaweza ukaitaka kutokea. Yesu anakuja kwa sura ambayo unataka ikaitokee. Sikia nikwambie kitu cha ajabu sana. Biblia inasema kwenye maisha ya Yesu kulikuwa na namna ubadiliko. Haleluya, haleluya. Mama yake na Yesu alimjua Yesu vizuri kwa sababu alimweka tumboni Mariamu, lakini alimnyonyesha. Lakini aliona siku wakati anakufa pale msalabani, alimuona na akalia sana. Na Yesu akawaambia, enyi wanawake wa Galilaya, msinililie mimi, jililieni ninyi na nafsi yenu. Na Yesu alipokuwa pale msalabani akafa, akazikwa. Na alipozikwa, Biblia inasema Mariamu Magdalena na Mariamu wa pili na Mariamu yule mama yake na Yesu, hawa wanawake watatu wakaenda kaburini asubuhi. Na walipofika asubuhi pale kaburini, wakawa wanamtafuta Yesu. Cha kwanza wakawa pale, wakamuuliza malaika aliyekaa ndani ya ile kaburi. Manake malaika, Yesu alifufuka na malaika hakuondoka kaburini. Malaika amekaa pale, wanamwambia, yuko wapi Bwana wetu? Yule malaika anamwambia, nyinyi wanawake wa Galilaya, kwa nini mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu? Yesu haonekanagi makaburini, anaonekanaga kwa walio hai. Na mimi natangaza mchana wa leo, chochote cha kwako kinachokufa, Yesu akakionekanie kikawe hai. Nasema kama ni ndoa ikawe hai, kama ni biashara ikawe hai, kama ni watoto wakawe hai, kama ni huduma ikawe hai, kama ni afya ikawe hai, kama ni kazi ikawe hai. Yesu ataonekana kama aliye hai. Haleluya. Wanamaliza pale, Biblia inasema yule Mariamu Magdalena aliyekuwa kahaba, aliyetolewa pepo 7, wenzake wanamwambia na tuondoke, tumeambiwa hayupo hapa, ameshaondoka. Yule Mariamu anasema, alinitendea jambo la ajabu sana. Mariamu aliyemnyonyesha Yesu, aliyembeba tumboni, alimuona Yesu, hakumjua kwa sababu yeye alikuwa anataka amuone Yesu aliyemlea, aliyemtunza. Na Yesu hakuwa vile, alikuwa Yesu aliyepoteza watu pale Edeni. Yeye akaenda nyuma ya kaburi na akashika ile miti pale, akasema, nilichokipoteza nimekipata. Kila aliyekufa amekuwa hai, kila aliyeharibiwa maisha yake ameibuka tena, kila aliyeonewa kwenye familia ameinuka tena, anayechukiwa ameinuka tena. Sema amina mahali ulipo katika jina la Yesu. Sema ameni mahali ulipo katika jina la Yesu. Nasema vitu vyako vinainuka tena leo, vitu vyako vinainuka tena leo. Ninaona huduma zikiinuka tena, naona biashara zikiinuka tena, naona watoto wako wakiinuka tena, naona kazi yako ikiinuka tena, naona mema yako yakikujia, ninaona Bwana akiachilia uweza kwako, naona Mungu akigusa vitu vyako. Walivyoviharibu wachawi wa familia vinainuka tena, walioharibu wachawi wa ukoo vinainuka tena. Ninaona majirani waliofanya vita na wewe wakianguka chini, Bwana anainuliwa. Sema amina katika jina la Yesu. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Acha nikwambie kitu cha ajabu sana. Biblia inasema Yesu ndiye Mungu huyo huyo. Kana madosa maya. Yeye ndiye Mungu huyo huyo
zia atoda madia. Na Yesu alitumia nguvu ya sauti kama wewe unavyoenda kuitumia kwenye maombi ya leo hii. Nasema leo hii kuna vitu vitaharibika vya watu waliozuia maisha yako. Kuna nguvu ya sauti itasikika mahali ambapo pamefanyika uchawi kwenye maisha yako. Nasema waliohangaika kuzuia baraka zako, kuzuia cheo chako kazini, watapigwa na sauti ya Bwana. Itashuka sauti yenye mamlaka kuu, itashuka sauti yenye uweza kuu, itashuka sauti yenye nguvu kuu, itashuka sauti ya mamlaka kuu. Hiyo sauti itashuka leo, hakuna atakayekuwa salama, maana Yesu ameinuliwa juu. Sema amina katika jina la Yesu Kristo. Sikia nikwambie kitu cha ajabu sana. Biblia inasema alipokuwa Mungu alitumia sauti wakati wa uumbaji tu, na alipokuwa Mungu Yesu akaitumia sauti akasema na iwe nuru. Biblia inasema ikawa nuru. Alitumia sauti yenye mamlaka ambayo utaitumia na wewe kwenye ibada leo. Akawa sema na iwe anga, ikawa anga. Maji yatengane, yakatengana. Na iwe ikawa, na iwe ikawa, na iwe ikawa. Halafu baada ya pale Yesu hakutokea tena kama mwenye sauti ya mamlaka. Akawa tu Yesu ambaye ni mpole, ni mnyenyekevu. Akija kwako hata kama umefanya dhambi, anakuambia mtumishi wa Mungu, unaweza ukatubu tena. Ile sauti aliifunika, kwa sababu sauti ya kwanza ilikuwa ni sauti ya kifarume, ni sauti ya mamlaka, ni sauti yenye uweza. Na wewe Mungu alikufanya kama mfarume, na leo kinywa chako kitakachokitamka maangamizi yatatokea kwa maadui zako. Watakaofanya vibaya kwa watoto wako wataharibiwa, waliozuia tumbo lako wataharibiwa, waliozuia usizae watoto wa baraka wataharibiwa. Maana iko sauti itatoka kwenye kinywa chako mchana wa leo, na Mungu ataachilia hiyo sauti, itapiga kila aliyeshikilia mema yako. Sema amina mahali ulipo, ongeza amina mahali ulipo, ongeza tena ameni mahali ulipo, ongeza tena mahali ulipo, sema tena mahali ulipo ameni. Biblia inasema sauti ile Yesu hakuitumia tena. Kwa nini? Akiitumia mwanadamu, ukisikia sauti unakufa. Yesu hakuitumia tena ile sauti, ikaendelea maisha ya Yesu, haijawahi kuonekana ile sauti. Dakana mashayadaso jebede badabasa ya bosia. Ninaona Roho Mtakatifu akiweka makaa ya moto kwa watu hapa. Ninaona Roho Mtakatifu akiweka makaa ya moto kwenye vinywa vya watu hapa. Kuna watu wataenda kuangamiza watu waliotesa familia. Kuna watu wataenda kuangamiza watu wanaotesa kanisa. Ninaona makaa ya moto akiwekwa kwenye vinywa vya watu hapa. Biblia inasema makerubi wakachukua makaa kwenye madhabahu ya Bwana, wakaweka kwenye kinywa cha Isaya mwana wa Amozi, na Isaya akaanza kutamka makuu, na ndipo pale Uzia akafariki na Isaya akamwona Bwana. Ninaona kuna adui zako mchana leo wanaenda kukata kamba. Ninaona kuna watesi wako mchana leo wanaenda kukata kamba. Waliozuia mema yako wanaenda kukata kamba, maana wataisikia sauti ya Bwana. Mfarume anakuja. Nasema mfarume anakuja. Nasema mfarume anakuja. Nasema mfarume anakuja. Nasema mfarume Yesu anakuja. Nasema mfarume Yesu anakuja. Nasema mfarume Yesu anakuja. Yesu alipogundua kwamba na ile sauti yenye mamlaka, alipokuwa pale msalabani, akaitumia ile sauti. Biblia inasema akaongea ile maneno 6. Lile la 7 alipoongea, Yesu akasema imekwisha. Aliposema imekwisha kwa sauti, Biblia inasema tetemeko la nchi likatokea, likaitikisa nchi. Biblia inasema makaburi yakafunguka kwa sauti ya Bwana, makaburi yakafunguka. Biblia inasema wafu wakaonekana mjini wanatembea. Nasema kitu chako kilichokufa mwaka jana, baada ya sauti ya maombi ya leo utakiona baada ya ibada hii. Nasema kitu chako kilichokufa mwaka juzi, baada ya maombi ya leo utakiona leo. Nasema kitu chako kilichokufa mwaka uliopita utakiona baada ya ibada hii. Aliyenielewa paze sauti aseme amen. Aliyenielewa paze sauti aseme amen. Yesu alikuwa na sauti ya mamlaka kwa sababu yeye ni mfalme, na yeye anasema alichojia duniani, kilichomleta duniani ni kumnunulia Mungu watu wa kila taifa, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, kuwafanya wafalme na mamlaka katika utukufu wa Mungu Baba. Kwa hivyo kifo cha Yesu kimetufanya sisi kuwa wafalme. Mchana wa leo sauti tutakayoiachilia mahali itaharibu vitu vya uovu. Nasema sauti tutakayoiachilia mahali itaharibu vitu vya giza. Vitaharibiwa kwa mamlaka jina la Yesu. Vitaharibiwa kwa jina la Yesu. Biblia nasema alipozaliwa Yesu, amezaliwa hakukuwa na shida yote. Shaka na basaya. Yesu amezaliwa, wakaona tu Mariamu amezaa kwenye holi la kulishia ng'ombe. Hakukuwa hata na taarifa kwamba Yesu anazaliwa.
waliona tu wale wachawi waliotoka mashariki ya mbali walioifuata nyota yake, lakini Biblia inasema malaika Gabrieli akawatokea wachungaji makondeni, akawaambia msiogope, maana katika mji wa Daudi amezaliwa Kristo ndiye Bwana. Hakukuwa na shauti yoyote, hakukuwa na tikisiko lolote. Amezaliwa kama mnyonge, amezaliwa kama mtumwa, amezaliwa kama mtu asiyefaa. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7 ya kwamba yeye alizivua enzi, akavua na mamlaka, akavua na utukufu, alafu akajinyenyekesha, akajishusha hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo akaja kama mnyonge sana, kama mtumwa sana. Lakini mchana wa leo nina taarifa mpya kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba yuaja mfalme kwenye ulimwengu huu. Nasema anakuja mfalme, anakuja. Nasema mfalme yuko mawinguni, anakuja. Nasema Bwana wa majeshi anakuja, yuko mawinguni, yuko mawinguni. Aliyezuiliwa asifanye huduma, ninamuona akisikia sauti ya Bwana mchana wa leo. Aliyezuiwa na mashetani ya ukoo, aliyezuiwa na majini ya familia, ninamuona akisikia sauti yenye mamlaka mchana wa leo. Ninaona manabii wakiinuka walioonewa chini. Ninaona manabii wakiinuka walioharibiwa maisha. Ninaona manabii waliinuka leo. Ninaona wakuu wakisimama kwenye enzi yao. Bwana yuaja. Nasema mfalme yuaja. Haleluya. Alipokuja hakuja na mbwembwe zozote. Yesu alikuja kama mtu mnyonge. Biblia inasema atakuja kama mfalme. Mathayo anasema atakuja pamoja na mwaliko wa malaika watakatifu. Anasema na hao malaika wanne waliokaa pembe nne za dunia watazishika tarumbeta za Bwana. Napendaga sana pale. Wahubiri wengine wanaharibu, wanasema atazishika tarumbeta zao. Wale malaika wanazishika tarumbeta za Bwana. Zile tarumbeta wanazishika ni za Bwana. Na ile sauti inayoingia kwenye zile tarumbeta ni sauti ile ya Bwana iliyosema na iwe nuru, na iwe anga, na iwe nuru. Na hiyo sauti ilipopulizwa kwenye ile tarumbeta, Biblia inasema kila chenye mwili kikamuona. Ilipopulizwa ikasema kila goti likapigwa. Ilipopulizwa sauti kwenye tarumbeta Biblia wanasema ni baragumu ya Bwana. Ilipopulizwa anasema kila chenye mwili kikamuona. Anasema waliomtesa wakaomboleza, wakasema hatukujua kwamba ni mfalme. Hata waliotesa maisha yako hawajui kwamba we ni mfalme. Nasema atamuona mfalme akishuka. Nasema atamuona mfalme akishuka. Sema amina katika jina la Yesu. Mathayo anasema atashuka na mwaliko wa malaika watakatifu. Napapenda sana hapa. Wakati anashuka mara ya kwanza hakuambia malaika twendeni. Alikuwa yeye na Yusufu tu maskini. Kwa nini? Ni mnyonge, ni mtumwa, ni mdhaifu. Halafu Mariamu akamzaa bila wapambe. Lakini siku anashuka, anaanza kumwambia Mikaeli, kusanya kundi lako lote. Naenda wakajua kwamba mimi ni mfalme. Anamwambia Gabrieli, kusanya kundi wapambe wako wote. Naenda wakanione. Lakini katika hayo kinachonifurahisha zaidi ni kitabu cha Zekaria sura ya 4 mstari wa 14. Anasema atakapokuja mwana wa Adamu atakuja na watakatifu waliotangulia. Hapa ndio na enjoy sana. Yaani Yesu hawezi kuja mpaka amwambie Ibrahimu, baba umekuwa na mimi miaka mingi, twende wakatuone. Atamfuata na Isaya atamwambia twende. Watamfuata na Abigaili atamwambia twende. Atawafuata watakatifu waliotangulia, waliokufa zamani akina Abigaili, atawaambia twendeni jamani, naenda na wapambe. Halafu baada ya pale anasema hiyo sauti ikipigwa, hiyo sauti, wafu waliokufa kwanza. Wafu waliokufa kwanza. Kuna wafu waliokufa kwanza walizikwa miaka 1000 iliyopita na walishaoza na wamekuwa mchanga hao watu, na mifupa labda imebakia tu mafuvu, na mifupa imebakia tu hizi goroto hizi, lakini watu walishaoza, hawana kichobaki. Lakini wanasema ile sauti ya tarumbeta ikilia, anasema ule udongo utaziachilia nyama ulizochukua kwenye ile mifupa. Utaambiwa wewe sio maiti, ni mtu wewe ni mtu uliye hai. Anasema wale watu watafufuka kwanza, hata kama kitu chako kilikufa miaka 20 iliyopita. Natamka iko sauti ya Bwana kwenye kanisa la Bwana leo. Hata kitu chako kilikufa miaka 100 iliyopita. Nasema malengo yako yalikufa, yaliuawa na wachawi, yaliuawa watu wa familia, leo yatakusanywa mahali. Kila kilichokula malengo yako kitakatapika leo, itaonekana kwa upya. Sema amina katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Nani ashike neno lako asiuone
wa Bwana. Nani ashike neno lake, siuone mkono wa Bwana? Nani ashike neno lake, asiuone mkono wa Bwana? Nani ashike neno lake, siuone mkono wa Bwana? Mkono wa Bwana ni kweli, ni kweli, ni kweli. Mkono wa Bwana ni kweli, ni kweli, ni kweli. Mkono wa kuume ni kweli, ni kweli kweli, ni kweli. Mkono wenye nguvu ni kweli, mkono wa Bwana ni kweli. Mkono wenye uweza ni kweli, mkono uokoao ni kweli. mkono wa baraka ni kweli, mkono wake Yesu ni kweli. ulikomboa wengi. ni kweli, Ni kweli kweli, ni kweli. mwanamke mjane ni kweli, alifiwa na mtoto, ni kweli. wakalibeba jeneza ni kweli, kampelekea. ni kweli. Yesu alipoona ni kweli, aligusa jeneza ni kweli. kwa mkono wake, ni kweli, akafufuka. ni kweli. Akawaambia wanafunzi, ni kweli, pelekeni mama yake, ni kweli. mtoto yuko hai, ni kweli, hajafa bado. ni kweli. Mkono wenye nguvu. ni kweli, Imba na mimi, usishange shange, imba. Tuko kwenye vilindi ya ulimwengu leo. Mkono wenye uweza, ni kweli, mkono wake ni kweli. uliwekwa Misri, ni kweli, wachawi wote ni kweli. walipotazama juu, ni kweli, wakauona mkono, ni kweli. wakamwambia Farao, ni kweli, chanda cha Bwana, ni kweli. hiki ni chanda cha Bwana, ni kweli, wape ruhusa wao, ni kweli. wape ruhusa wote ni kweli, waondoke Misri. ni kweli. Waliona chanda we ni kweli, ilikuwa angani, ni kweli. mkono wenye nguvu, ni kweli, mkono wa kuume. ni kweli. Naye Petero ni kweli, alitembea juu ya maji, ni kweli. alipoanza kuzama ni kweli, alimuita Yesu, ni kweli. akamwambia Yesu, ni kweli, Bwana naangamia. ni kweli. Yesu alimuona we, ni kweli, kamnyoshea mkono, ni kweli. Petro akashika we, ni kweli, Petro akaokolewa. ni kweli. Jamaa, mkono wa Bwana, ni kweli, mkono wenye nguvu, ni kweli. mkono wa mamlaka, ni kweli, mkono wa kuume. ni kweli. Wanafunzi, ni kweli, wanafunzi wa Yesu we, ni kweli. walipokuwa wakivuka, ni kweli, wanavuka kwenda ng'ambo, ni kweli. mawimbi yakatokea, ni kweli, yakakizonga chombo, ni kweli. chombo kikajaa maji. ni kweli, Wakamuita Yesu, ni kweli. wakasema Yesu, ni kweli, Yesu Bwana mkubwa, ni kweli. Bwana twaangamia. ni kweli, Mawimbi ni makali, ni kweli. dhoruba ni kali. ni kweli, Naye Yesu ni kweli. alikuwa amelala ni kweli, chini ya merikebu. ni kweli. Yesu akainama, ni kweli, akanyosha mkono, ni kweli. bahari ikatulia, ni kweli,
hali ikawa shwari. Mkono wake unatuokoa leo, ni mkono wenye uweza, ni mkono wenye nguvu. Farume Nebukadneza, Farume Belishaza alitazama ukutani, akaona mkono, akaona vidole vikiandika maneno mene mene tekeli na pelesi, kwamba ufarume wote, ufarume umepimwa, umewekwa kwenye mizani, umeonekana umepungua. Nasema mkono wake, mkono wa Yesu, mkono wa Yesu, mkono dali unaweza kukuokoa kama angamivu yote. Yesu mwenye nguvu. Nabii Isaya aliona maono, aona mkono, akasema wala si mfupi ushindwe kutuokoa. Sema mkono wa Bwana kama ni si mfupi, mkono wenye nguvu. Naomba mlango ufungwe mashemasi, sitaki misele. Nenda tu rohoni, kuna vitu vinatendeka sahihi. Naona Mungu anaenda kuachilia mema kwa ajili ya watu hawa. Naona Mungu anaenda kuachilia baraka kwa ajili ya watu hawa. Jekana badaba sayabo, rikana badaba sayabo, jatana baba sayabo, rikana baba sayabo. Ninaona Mungu anaenda kuinua watu waliofukiwa. Wengine wamefukiwa na vifusi, wengine wamefukiwa na mateso. Ninaona hao watu Mungu anaenda kuwaheshimisha sahihi. Walikuwa na huduma za kutamkika, walikuwa na huduma za kufahamika Tanzania nzima, walioonewa na mizimu ya familia. Mungu anaenda kuwainua kwa upya hao watu. Nasema huduma iliyokufa inaenda kuinuka kwa upya. Ninaona vitu vikiachilia maisha yako. Walioshindana na wewe ili usiendelee mbele, hao watu wanaenda kuangushwa chini. Walioshindana ili usiendelee mbele, ninamwona Mungu akiashika juu yako. Ninaona ule mkono ukikaa juu yako. Ninaona mkono ukikaa juu yako. I see hands upon you. I see hands upon you. Ninaona mkono ukikaa juu yako. Ninaona mkono ukishika na kukuinua upya. Nasema kilichokufa kinainuka. Sheketea, sheketea mama, ikatamana kayadosa, ikatana baba sayabo. Naiona wingu kubwa la Mungu katikati ya watu wa Mungu. Naona kundi kubwa la Mungu, naona kundi kubwa la uwepo wa Bwana. Ninaona kundi kubwa la uwepo wa Bwana katikati. Yes, 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 yes. Ninaona uwepo wa Bwana juu ya mtu hapa. Ninaona mtu aliyeonewa, ninaona mtu aliyekata tamaa, ninaona wingu juu yake. Ni ule mkono wa Bwana unamgusa kwa mara ya pili. Ninaona mtu aliyedhulumiwa maisha yake, ninaona mtu aliyeharibiwa watoto wake. Ninaona Mungu anashuka tena juu yake. Ninaona mtu aliyezuiliwa vipawa na karama, ninaona neema ya kimungu ikishuka juu yake tena. Ninaona Bwana akishuka juu ya mtu tena. Ninaona uweza wa Bwana ukimkumbatia huyo mtu. Yes. Yes. Naiona nguvu ya Mungu ikishuka mahali ulipo. Mungu ikishuka mahali ulipo. Ninaona ni kama kanwa lako linawekewa moto hivi. Ninaona ni kama kanwa lako linawekewa moto hivi. Na Mungu akiachilia moto kwenye midomo yako. Ninaona uwezo wa Roho Mtakatifu ukishuka kwenye kinywa chako. Ninaona waliozuia nguvu yako utumishi. Ninaona nguvu ya Mungu ikishuka kwenye kinywa chako. Ninaona kinywa kikamata moto.
Yes, naona mashetani wakikuachia. Ninaona majini wakikuachia. Kuna kitu ni kama unavikwa kama vazi. Ninaona waliosumbuliwa na mizimu ya ukoo. Naona wanavikwa vazi refu la kikuhani. Ninaona watu wanavuviwa vazi refu la kikuhani. Ninaona waliopigana vita vya familia. Ninaona wakivikwa vazi la kikuhani. Yesu anakuja kwake kama kuhani. Ninaona anayepambana na mateso ya familia, huyo anavikwa vazi la kikuhani. Yale majoka aliyoshika nguvu yake yanaachia mwili wake. Ule uchawi ulioshika nguvu yake wanaachia mwili wake kwa jina la Yesu. Yes. Endelea kuomba, endelea kuomba. Roho Mtakatifu ananiambia kuna majoka yanatoka ndani mwa watu sahihi. Kuna majoka yanatoka ndani ya watu sahihi. Kuna majoka yanatoka ndani ya watu sahihi. Roho Mtakatifu ananiambia kuna majoka yanatoka ndani ya watu sahihi. Kuna mtu anaenda kufunguliwa sahihi. Aliyewekewa alama kubwa. Naona mtu aliyewekewa alama, waliomwekea alama za majoka wanaungua moto. Waliomwekea alama za majoka tumboni wanaungua moto. Ninaona chale za tumboni zikiungua moto. Walioshika alama zao kwenye tumbo lake walimwekea majoka wakammezesha usiku. Ile joka inaingilia kwenye utosi. Ninaona moto unawaka kwenye utosi wake. Ninaona moto unawaka kwenye utosi wake. Walioshikilia nguvu ya utumishi wake, walioshikilia nguvu ya uimbaji wake, kwenye utosi majoka yanayoingia yakielekea tumboni yanashika moto sahihi, yanashika moto sahihi kwenye tumbo la uzazi, kwenye tumbo la uzazi. Walizuia asizae watoto wakubwa, wanaungua moto. Hey! Sema pamoja nami, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo, niko mbele zako, kwa nguvu niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mchana wa leo, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Yesu, nakwenda kinyume na kila roho zilizozuia baraka zangu. Nakwenda kinyume na kila nguvu za kichawi, nguvu za mizimu, mizimu ya ukoo zilizoshikilia mema yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, ninakwenda kinyume na kila wafalme wa familia, wafalme wa ukoo, wafalme wa eneo ninaloishi, walioshikilia baraka zangu, kwa jina la Yesu. Saa hii natumia ile sauti ya uvuvio ya Yesu Kristo. Niachie! 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 Kila mahali inapofika sauti hii kwenye ulimwengu wa roho, iwe kwenye mashimo, iwe kwenye mahandaki, iwe kwenye mitalo, iwe kwenye milima, iwe kwenye mabonde, iwe kwenye mito, iwe kwenye bahari, iwe kwenye ziwa, iwe kwenye milima, kwenye miti mikubwa. Saa hii ninawaapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, pale makaburi ya familia, makaburi ya ukoo, ninawaapisha walioniweka. Niachie! 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 Kila roho iliyoshikilia watoto wangu, kila roho iliyoshikilia ofisi yangu, kila roho iliyoshikilia kazi yangu, mchana wa leo ninaiapisha, 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 ninaiapisha. Achia! 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 Kila uchawi niliomezeshwa kwenye tumbo langu, 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 na uamuru sahi huo uchawi wa mijusi, wa konokono, wa mende kwenye tumbo langu, nina uamuru sahi wa nyoka,
Achia! 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 Ninaita leo kila sauti iliyoniita ukiwa nimelala, hiyo sauti ninaiharibu, hiyo sauti naiangusha, naiharibu hiyo sauti kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafanya vita na waliohusika kwenye teso la ndoa yangu. Nafanya vita. Omba, play. Vinatoka. Tete. Yes, vinatoka, wanaungua moto. Waliomshikilia huyo, waliomshikilia kule Ifakara, miti ya Ifakara inaungua moto. Ile miti mikubwa Ifakara inaungua moto. Hiyo miti mikubwa, omba, miti mikubwa inaungua moto. Waliweka uchengo tumbo lako, wanaungua moto. Vinatapikwa vyote, vinatapikwa. Uchengo unaachia moto, vinaungua moto. Hey! Roza mabibi. Kila nisikia omba. Kwa damu ya Yesu, kila ushirikina, kila uchawi, shambulia waliofika na watoto wako, waliofika na mume wako, wanaotesa mume wako, wanashambulia kwa moto. Itamoto. Tia nguvu yako, wanatia ndoa yako, wanatia uchumba wako, wanatia moto umewaka. Nasema moto umewaka, wanatia uchumba wako, wanatia ndoa yako, moto umewaka. Naona moto umewaka, wanaungua kwa moto. Yakatana. Pesh. Moto. Omba kwa nguvu, tumia sauti. Ninawasha moto. Waliosika huduma yangu, tumia sauti. Mbele. Sasa ninawasha moto. Jina la Yesu, kwa moto nao. Wananiachia sasa. Katika jina la Yesu. Mahali ulipo, naomba ushike kwenye paji la nyuso yako hapa. Wakati usiku naomba Mungu akaniambia maisha ya mtu yameandikwa kwenye viganja. Roho Mtakatifu akaniambia mdoe, maisha ya mtu yameandikwa kwenye viganja. Wakitaka kusoma waganga, wakisoma maisha yako wanakuambia nionyeshe mkono wako. Wanayasoma vile ulivyo. Lakini mihuri ya ushindi inapigwa kwenye paji la uso. Bandika tu mkono, usipige, ubandike direct one way. Si uondoe zakata pasia. Funika tu macho yako. Wewe sikiza sauti tu hii ninayoongea. Yes. Roho Mtakatifu, huu ndio ule wakati ulioniambia nitagusa kila mkono ulioandikwa, nitarudisha maandishi ya jinsi mtu huyo alivyo tangu kuzaliwa. Na ukaniambia kila muhuri ambao umeondolewa kwenye maisha ya mtu na mihuri aliyowekewa ya kichawi itaharibika kwenye maisha yake. Roho Mtakatifu, nina watu kwenye kanisa hii ni matajiri wakubwa, lakini hawaoni njia ya kupita. Ni kwa sababu mihuri yao ya utajiri imefunikwa na wachawi, lakini wewe ni nguvu itoshayo Kristo Yesu. Nina watu kwenye kanisa ni manabii wakubwa watakaoitikisa Tanzania na Afrika, lakini hawawezi kufanya kazi ya kinabii. Wakitaka kutabiri wanaonekana kama wachawi, lakini hao watu ni wakubwa kwenye ulimwengu huu. Roho Mtakatifu, hao watu nawaona. Wengine wamekuwa wakiota ndoto kesho inatokea, wengine walikuwa wakiota ndoto kesho inatokea, lakini wameshindwa kufanya huduma ya kinabii. Ni kwa sababu hao watu wamefunikwa na nguvu za kichawi. Lakini sasa ninapoongea Roho Mtakatifu, Yesu ameshinda, akaivunja ile mihuri yote iliyoshikilia nguvu ya manabii, iliyoshikilia nguvu ya wachungaji na maaskofu, walioshikiliwa kutenda kazi kwenye nyumba ya Mungu. Hao matajiri walioharibiwa pesa zao, mikono iliyotia hasara. Ninaona moto ukishuka sahi. Moto! Jesus.
Jesus. Roho Mtakatifu gusa. Gusa. Gusa huyo. Gusa sasa Roho Mtakatifu gusa. Gusa huyo. Ninamwona mtu mmoja alikuwa ni prophetess, ni kama mwanamke. Anapita mahali ni kama anaombea watu, anatabiria watu. Na hiyo ndoto imekuwa ikimsumbua, hii ni mara ya 4 sasa. Na anasema hivi, nitafanyaje? Nataka nikwambie huu ndio unabii wako unaotoka kwenye mbingu saa ya leo. Ninaona mihuri ikiwa kwenye paji la uso. Roho Mtakatifu anaigonga tena mihuri iliyofutwa na wachawi, iliyofutwa na waganga wa ukoo, iliyofutwa na wachawi, inagongolewa tena mihuri ya uweza. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Kuna watu wawili katikati ya ibada hii, watu wawili wanawake. Hawa watu walikuwa wanajiona wamevaa mavazi marefu, mavazi marefu. Wako hapa watu ni wawili tangu wanazaliwa. Hata kuzaliwa kwao ilikuwa ni mateso. Hata siku moja mama yake akamwambia, we mtoto umenitesa sana wewe ulivyokuzaa. Ni kwa sababu huyo mama alizaa mtu mkubwa. Ndio maana nguvu ya Mungu ilikuwa ikishindana naye mwenyewe. Natamka shauri la Bwana halitakufa. Nasema mashauri ya Bwana hayatakufa. Ile mihuri ya kinabii inagongwa tena. Ile mihuri ya kitumishi inagongwa tena. Touch, 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 touch. Jesus. Jesus. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, yes, yes. Roho Mtakatifu. Gusa hao wakubwa. Gusa hao wakubwa. Gusa hao wakubwa. Gusa hao wakubwa Roho Mtakatifu. Gusa hao wakubwa. Gusa hao wakubwa. Gusa hao wakubwa Roho Mtakatifu. Gusa hao wakubwa. Gusa hao watu wanaotakiwa wakae Ikulu. Roho Mtakatifu gusa hao watu. Gusa hao watu wanaotakiwa wakae Ikulu. Roho Mtakatifu gusa hao watu ambao wanaota kila mara wako airport. Wameshika bendera ya taifa. Gusa hao watu Roho Mtakatifu. Hao wanaota kila mara wako airport. Wanagusa, wameshika bendera ya taifa. Ni kama wanasafiri kitaifa. Ni kama wanapeleka jambo la kitaifa nje ya nchi. Iliyofunika nyuso zao inaenda kuungua moto sahi. Inaenda kuteketea moto sahi. Walioshikilia shika mahali hapo kwenye kitovu chako. Shika tu hivi mara moja. Kitovu chako. Funika macho yako, shika kitovu chako. Unapoingia kwenye mambo, usikubali mtu akusemeshe. Shida na mateso unayopata ni wewe. Usikubali kuwa na uhusiano na mtu kwenye ibada. Yes. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaenda kinyume na kila agano lililofungwa kwenye kitovu cha mtu huyu. Kila agano walilolifunga wakuu wa familia kwenye kitovu chake. Nasema kila agano lililofungwa, iwe limefungwa mlimani kwa ajili ya kuzuia nguvu ya utajiri, linaharibika sahihi. Kila agano lililoshikiliwa na nyoka wa ukoo kwenye kitovu chake linaharibika sahihi. Kila agano iliyoshikiliwa na wachawi wa mtaa linaharibika sahihi. Agano la kitovu kilichowekwa kwenye sanduku ya ukoo, agano la vitovu vilivyowekwa kwenye mti mkubwa wa familia, agano la vitovu, kila agano lililowekwa kwa mtu mmoja wapo hapa, Baba, ninaliharibu hilo agano sahi kwa damu ya Yesu. Ninalikata hilo agano, naliondoa hilo agano. Ninaita moto mahali walipoweka kitovu chake alipozaliwa. Kitovu chake alipozaliwa, walikiweka, walimkabidhi bibi, walimkabidhi shangazi, walimkabidhi mjomba, walikabidhi mkuu wa familia. Kitovu, sikia sauti hii. Kila agano la kitovu linaharibika sahihi. Baba, ninahesabu mpaka 3. Nguvu yako ishuke kama upanga mahali walipofanya hilo agano. 1, 2, 3. Yes, tayari wanamwachia. Tayari namwona bibi anaungua mikono yake.
Namwona bibi anaungua mikono yake, aliyesema nitamfanya awe mchawi mkubwa huyu, nitamfanya awe mtu wa kuloga watu huyu, nitaluka naye kwenye ungo huyu, nitafanya naye yes. Bibi naona anaungua na majeshi yake na rafiki zake aliokuwa nao karibu. Bibi anaungua, shika moto, shika moto, touch fire, fire Holy Ghost, fire Holy Ghost. Naona moto, bibi anaungua mikono. Yes, bibi anayekutokea kwenye ndoto, anayesema ni mjukuu wangu, anaungua moto, 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 bibi anaungua moto. Aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe mchawi huyo, lazima akafanye kilinge na mimi, lazima afike kwenye kilinge chetu. Ninaona moto ukiwa kwenye kitovu, kila aliyeshikiliwa kitovu chake anaachiwa saa hii katika jina la Yesu. Touch! Yes. Yes. Unamwachia. Unamwachia bibi huyo, unamwachia. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Anatumika kanisa la Yesu ni lango la uzima kwa Askofu James Mdoe chini ya Paulo Sosela. Ninaita moto kila aliyeshikilia miguu yake, aliyeshikilia mikono yake, aliyeshikilia ufahamu wake. Ninaita moto sahi, walioweka alama na mihuri ya kichawi kwenye kitovu chake. Touch ka moto. Achia katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Tangaza uhuru wa kila mmoja katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Amina. Ongeza amina mahali, mpigie Yesu makofi mazuri. Amen. Niombe uketi mahali ulipo. Ni siku 21 za maombi zitakazoondoa vifungo mbalimbali, mipaka ya kufanikiwa, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe. Ataombea watu mbalimbali. Bado unayo nafasi mpaka tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026, kila siku saa 10 jioni mpaka saa 12, na Jumapili itakuwa ibada pekee ya neno la Mungu, maombi na maombezi, kisha tarehe 22 kuhitimisha na sakramenti ya meza ya Bwana. Hakikisha adui asiweke kizuizi cha kukosa maombi haya. Njoo na jirani yako. Location Kitunda Kibeberu, kanisa la Yesu ni lango la uzima, au tupigie kwa simu namba 0679266863. Wote tuende kwa Yesu. Fanya awe mtu wa kuloga watu huyu, nitaluka naye kwenye ungo huyu, nitafanya naye yes. Bibi naona anaungua na majeshi yake, anayesema ni mjukuu wangu, anaungua moto, 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 bibi anaungua moto. Aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe mchawi